Halafu si kila mtu anaweza kuandika katiba. Mimi si mwanasheria, hata nikiisoma sifahamu. Hata hao wanasheria inataka wanasheria ambao wamebobea katika fani ya sharia za kikatiba. Hapa katika mwaka 1963 wakati Mwingereza alipopata shauri kwa uhuru wetu, palifanywa mkutano London, wakaandika katiba, na mimi na mwenzangu hapa tulikuwepo. Alhamdulillah, pale vyama vyote viwili vya Zanzibar, cha serikalini na cha upinzani, vilialikwa na Mwingereza London, na kumbuka watu 7 kutoka kila upande, ili waende na waandike katiba. Ikaandikwa katiba ya Zanzibar ya uhuru ya mwaka 1963 ambayo haitajwi vile vile wala haiangaliwi eti kwa sababu mkubwa wa nchi alikuwa sultani. Sasa kwa nini hatubadilishi tukachukua katiba ile ile, badala ya sultani tukaandika rais? Katiba hiyo ni katiba ya mwanzo katika makoloni ya Kiingereza ambayo imempa Mzanzibari haki za kibinadamu. Hakuna katiba iliyoandikwa namna hiyo. Katiba hiyo iliandikwa na Afro Shirazi na hii vyama vyetu wakati ule. Katiba hiyo ilisema uchaguzi kila miaka mitatu. Baada ya mapinduzi ilitubidi sisi tusimamishe katiba kwa sababu hatukuweza kuitekeleza. Serikali ya kimapinduzi haiwezi kutekeleza katiba, kwa hivyo tukaisimamisha, lakini tukapasisha dikri. Mzee Moyo atakubaliana mie ya kwamba baraza la mapinduzi litakuwa la muda wa mwaka mmoja. Baada ya mwaka tutafanya Constituent Assembly, baraza la kuandika katiba. Na tulifahamu ya kwamba wakati ule katika Januari 64 kwa hatima ya Zanzibar haiwezi ikaamuliwa na chama kimoja tu. Hatima ya Zanzibar lazima iamuliwe na vyama vyote na Wazanzibari wote, na ilikuwa kusudio letu la serikali ya kimapinduzi ya Zanzibar. Ingekuwa lile limetekelezwa, ambalo ni moja katika mambo yaliyopotea kutokana na muungano, ingekuwa lile limetekelezwa, sidhani kama tungepiga ikiwa mtu alikuwa hizbu au chama chingine, madamu yeye Mzanzibari kutoa mchango wake na hatimaye kukubali ile katiba. Hayo kwa kifupi kihistoria ndio yaliyotokea. Lakini nini mustakabali wetu? Nini mustakabali wa Zanzibar? Na namalizia kwa maneno hayo, hapa tulipo hivi leo sisi wa Zanzibar, mustakabali wetu unategemea juu ya rais wetu na serikali yake. Yoyote yule ambaye ni rais wa Zanzibar kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, ambayo inampa mamlaka na madaraka kuliko aliokuwa nayo sultani katika katiba ya mwaka 1963, na kama mtu hakubaliana na mie, asome katiba ya Zanzibar sasa na asome katiba ya Zanzibar ya mwaka 1963. Nini hatima ya Zanzibar? Jamani, tuko njia panda na tutakuwa wajinga sana ikiwa hatulichukulia swala hili kwa hali ya juu sana. Hapa
sijui tufanye nini. Lakini ikiwa rais wa Zanzibar ataendelea kulichukulia suala hili kijama, sio kinchi, na akaona chama muhimu kuliko nchi, na ikafika wakati kura ya maoni ikaendeshwa kwa namna ambayo kwa lazima hii katiba ya Chenge tuikubali, na tukajikuta katika nafasi ambayo tumejikuta katika miaka 50 iliyopita, ukosefu wa maendeleo, kwa sababu ukosefu wa mamlaka na madaraka kamili katika nchi yetu, hata hatuwezi kukopa hii. Mimi sasa namaliza kwa kuzungumza na ndugu zangu wanachama wa CCM ambao wanasikiliza. Wafahamu ya kwamba sote tuko jahazi moja. Pengine viongozi wao kwa maslaha yao binafsi wanahisi ya kwamba wawe hewa la Bwana kwa lolote wanaoambiwa Dodoma, na appeal na waomba ndugu zangu na ndugu wengi na wenzangu wengi ambao wako CCM, na waheshimu na heshimu haki yao ya kuchukua chama wanachokitaka na uheshimu msimamo wao, lakini kwa hili watafanya makosa sana ikiwa watasema ndio ikiletwa rasimu hii. Asante. Nika ulimwenguni, London School of Economics mwaka 1965, yeye kishachukua degree yake kabisa. Akifumba macho tu pale anaupanga uchumi wa Zanzibar. Kila Mzanzibari anaweza kupata maslaha ya kuendeleza maisha yake. Sheikh Salim Said Rashid ameshika nafasi nyingi katika nchi hii. Ni katibu wa mwanzo, ndio naona kama mzee Karume alimchagua kuwa ni katibu wa mwanzo wa Baraza la Mapinduzi kwa kuaminika kwake na kwa uzalendo wake kwa nchi hii ya Zanzibar. Sheikh Salim amekuwa naibu waziri wa fedha katika Jamhuri ya Muungano na ametumikia nafasi mbalimbali, lakini katika heshima yake moja kubwa isiyofutika, alijiuzulu nafasi zote kwa heshima. Hakufukuzwa kwa sababu si binafsi, si mtu mwenye kupenda vyeo. Tunakushukuru sana Sheikh Salim Said Rashid. Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu na uzima mpaka uione bendera ya Zanzibar inapepea Umoja wa Mataifa pale na mamlaka yetu yanarudi. Sasa baada ya kumaliza darasa hiyo nzito ambayo naamini ndugu zetu wote wamemsikia mzee wetu huyu, watapiga kura ya hapana kwenye katiba hii inayopendekezwa. Kwa kuendelea, tutulie. Namleta mzee wa delete, futa kabisa. Leo anakuja kufuta hasa. Siku zote hajafuta, lakini leo tunamruhusu afute kwa niaba ya maridhiano. Mheshimiwa Idilia, karibu katika kikao. Bwana Masudi, kafurahi sana. Asalamu alaykum. Mheshimiwa mwenyekiti wetu na wageni wake wote pale walikwa, pana wawakilishi chungu nzima hapa, mabibi na mabwana, mimi protocol inshallah nimeikamilisha. Sheikh Ali Saleh ameshatuzungumzia habari ya katiba pendekezwa. Mzee wetu Sheikh Salum pale katupa darasa kubwa sana na lote tumelisikia. Mimi sina mengi, kila siku huwa napewa dakika 5 tu, lakini leo naambiwa 10.
kwa sababu nimezoea 5 nitafanya hizo 5 kwa sababu kila ninapoendelea kukaa hapa Mheshimiwa Jussa huwa anatetemeka kidogo. Unamwona anapiga wekundu kule, maana anaona sijui leo nitamfanya nini, lakini anyway, wacha tuendelee. Waheshimiwa wananchi wa Zanzibar, kwa sisi wa kamati ya maridhiano tumetimia miaka 6. Miaka 6 ya hadharani tokea siku ya historia tarehe 5 Novemba 2009. Waheshimiwa Rais wetu wa zama zile Dr. Karume hayuko nchini, na ndio maana hatukufanya sherehe. Tulitarajia tufanye sherehe moja kubwa sana, lakini bahati nzuri na mbaya yuko kwengineko, na tukasamehe kwamba wakati upo bado. Kwa hiyo walipokutana siku ile ya kihistoria, nafikiri watu wengi sana walifurahi. Sisi watu wa maridhiano tulipata mtihani kidogo. Mtihani wetu ulikuwa what next. Mimi nitaanzia hapo. Ndugu zetu wa chama cha CUF watatu, nyote mnawajua, kwa wakati ule wanenda rudi na tukitafuta mustakbali mzuri wa Zanzibar, wao walikuja na proposal nzuri sana, safi kabisa. Walikuwa na hofu, wameshatafunwa huko, pametokezea mwafaka wa Nyauku, mwafaka mwingine tena, na hakuna lolote lilotokea. Nafikiri mnayakumbuka mwafaka Butiama uliokufa Butiama alosimamia Bwana Vuai, nitaugusia huo. Kwa hiyo proposal yao walioileta kwa siku zile ilikuwa Dr. Karume aendelee kubaki madarakani. Mimi na Mansur wa mwanzo tulikataa kabisa. Tulikataa. Kabla hatukwenda hata kwa mwenyewe dokta, sisi wawili tulikataa. Tukasema hii italeta dhana kwa Mansuri na shemegi yake kakake wanataka kuendelea kubaki. Kwa hiyo sisi in principle tukakataa, na chama inakatunga mkono, na wenzetu baada ya muda fulani wakatufahamu. Kina Mheshimiwa Jussa wakafanya maandamano ya kumuunga mkono Karume aendelee kubaki madarakani. Hatukukubaliana still, na bahati nzuri tukaishia kwa Dr. Karume mwenyewe ambaye alikataa outright. Sasa lililojitokeza, na kwa nini nikaanzia hapo mimi, lililojitokeza tukaingia kwenye uchaguzi. Baada ya kukaa kitako tukapiana mikono tukiahidiana kwamba tutafute uchaguzi mmoja ambao utakuwa very smooth, utakwenda vizuri, utatupa Zanzibar mpya yenye sura mpya, yenye uongozi wa aina mpya, na yenye dhana ya hope kwamba watu wataishi kwa matumainio. Mpaka tunaingia kwenye uchaguzi ule, tuliingia uchaguzi wa kindugu kabisa, tukiambizana hali inavyokwenda. Nafikiri hivi karibuni mwenyekiti alizungumza na vyombo vya habari akahadithia mukhtasari kidogo waliodiri usiku ule na kadhalika na kadhalika. Waliotaka kuichukua positive wakaichukua positive, waliotaka kuichukua upande mwingine wakajaribu kuifinya. Jambo kubwa ambalo hakuna hata mtu mmoja alikuwa analigusia ni siku ile ya uchaguzi, na hapa Bwawani ilikujaje mpaka tukafika usiku, mpaka yaliyotokezea, mpaka watu waliokuwa walijipanga nje. Sisi, Mheshimiwa Jussa na baadhi ya maskari ambao leo wana vyeo vikubwa tu, wote hao kina Kamanda Azizi, Kamanda Mkadam na tuneme few of them, tulikuwa tunakaa ndani ya magari tukizungumza kutafuta njia pasimwagike damu, asumie Mzanzibari hata mmoja, na tutoke pale sote tukiwa katika situation ya win-win ambao tulifanikiwa. Ndugu wa Zanzibari, ukumbi huu ndio alipotangazwa ushindi wa rais, na tukatoka nje tukikubaliana kwamba tunakwenda kwenye serikali ya umoja wa kitaifa na itakuwaje. Maalim Seif alitoa ahadi zake, Dr. Shein akatoa zake. Mimi binafsi kama
kama Edi, nasikitishwa ahadi za Dr. Shein sikuiona hata moja, wala siogopi kusema kwa hadharani kwamba katika mmoja aliokuwa disappointed mimi mmoja sijaiona tume nzuri ya uchaguzi. Naona ni vitisho. Siku hizi wana ujanja wa kuleta askari wakakukamata nyumbani wakachukua kompyuta kwenda kusoma, kumbe wanachotaka waone unafanya nini, ambalo litakuja kuwatia wao hasara. Hilo halitutishi, tutaendelea nalo. Wanachofanya zaidi, wangelikuwa wanatafutana wenyewe kwa wenyewe wakaona, kwa sababu sifikirii kama sisi ndio tunamwambia Kisonge wamfukuze Mpemba pale. Ni watu wake Dr. Shein wanamfukuza yeye. Wanakwenda kaskazini, ngome ambazo wanazijua kidini toka zama za Watumbatu na wengineo kule tunaziogopa sisi. Maulama wametokea kule, wao wanaambia washusheni bendera zenu za uamsho. Anaingia dosari Dr. Shein. Kwa watu wanomtia ni watu wake. Wanamvurugia kuanzia sitaki kusema Mfenesini, pametulizana vizuri tu, lakini kuanzia Kitope kwenda juu kule, kila siku wababe wao, mahodari wao, watukanaji wao, wabaguzi rangi wao. Wanayeharibiwa ni Dr. Shein. Kwa hiyo anatukanwa Dr. Shein, anaharibiwa Dr. Shein, na bahati mbaya Dr. Shein akija hapa au akipanda kwenye viriri, yeye kaishika kamati ya maridhiano, kamati iliyomtetea, kamati iliyounda mpaka wale waliokwenda kumtafutia njia awe rais wa Zanzibar. Bahati mbaya kama hiyo haitoshi, nafikiri nyote Wazanzibari mnakumbuka jinsi gani mzee Hamid Ameri, mtu mzima, kamati ya 14 wanaoitwa 14, namna gani alijaribu kupanda kwenye giriri kule amnajisi mzee wetu. Lile tutaligusia kiduchu tu. Mzee Hamid Ameri yumo katika kamati ya 14, hakuna anayepinga, lakini kazuka tu akawa kamati ya 14. Hakuna picha hata moja mtamuona katika historia kenda Lancaster ukapigania hichi kashindania hichi. Taarifa tunazozijua sisi wengine tumekulia kwamba mzee yule kazi yake yeye ilikuwa kulisha wenzake yamini, that's all. Na kama kuna watu, na ili wacha walisikie wenyewe, kama kuna watu ambao wamejaribu miaka yote hii, sitafahamu iliyotoka between Maalim Seif na mzee Jumbe huko nyuma mpaka kuchaguliwa akawa Dr. Salmini ambaye anatokea upande wa kaskazini na mengine katika majukwaa ya kisiasa tutayasema, hatutoyaogopa hapa. Leo si jukwaa la kisiasa, lakini tunagusa ule mustakabali wa maridhiano tunakotoka na way forward. Watu wa Donge wamekuwa very good co-conspirators, sina haja ya kutaja majina, na wanaendelea hivyo na wanaiharibu nchi kwa mambo kama hayo, kwa sababu wanachokifanya kila siku ni uchochezi baina fulani na fulani na wengine, alafu winners wanakuwa ni wao. Hivi sasa wamejipanga huko, wametafuta vijana wadogo waliosoma, sina haja ya kutaja majina yao na kazi zao, wana wadhifa nzuri tu katika serikali hizi zilizopita na za leo, lakini hao ndio waliowekwa nyuma chini, wakawa wanatiatia hivi vijimoto, mara kama Tawa, mara peleka wa Dar es Salaam, mara sijui mashehe wamebebwa, mara sijui nani katiwa ndani, mara Mansuri kakamatwa na risasi nyingi na mengineyo. Hawa ndio engineers ambao kutoka kaskazini wanaifanya kazi hiyo, si wengine. Hawa wengine wamo wanafatafata tu, wanajaribu kuwapunguza, wanajaribu kuwadhoofisha, na wanayemdhoofisha huyo rais huyo ambaye sisi tuliwapeleka kina hawa mzee Moyo, wakenda wakatafuta njia ya kumleta hapa awe rais wetu ili atulindie maridhiano tulionayo. Bahati mbaya mara nyingi sana Wazanzibari tumekaa tunaishi na tunalelewa katika misingi ya kubaguliwa. 64 ilipopinduliwa serikali walichukuliwa kina Sheikh Salum pale Waarabu, wakawa mawaziri, wakawa katika Baraza la Mapinduzi, wakaendelea Baraza la Mapinduzi wanakuja nalo mpaka kauliwa Karume 1972. Kuanzia 1972 mzee Jumbe akajitahidi sana kupatuluzanisha,
somewhere kafanikiwa, lakini itizameni sasa hivi CCM inavaa green card, inapanda juu, inatukana Mwarabu. Wenzetu Tanganyika, akitoka Makinda kaingia Lukuvi, akitoka Lukuvi kaingia Pinda. Wao kina Mzee Shamuhuna wanafuata nyuma tu, wabeba vikoba. Hakuna lolote wanalofanyia Zanzibar. Wanakwenda wakirudi, maskati hawatoki kushuka, up and down. Mahoteli wanafungiwa wao. Wazanzibari wako nyuma tu, wanafuata kama, hata sitaki kutoa mifano, nitakuwa nimetukana. Sisi huku wanatutukana Warabu, tunataka kurejesha Mwarabu. Sisi hatuna haja kurejesha Warabu kwa sababu sisi wenyewe Warabu tupo hapa. Wala sifikiri kama kuna Mwarabu yoyote anayeogopa katika nchi hii kusema Mwarabu, kwa sababu Warabu wake unakwenda na Uzanzibari wake. Na waliochanganya kina Mansur wanasema wazi wazi wamechanganya, nusu Maftaha, nusu anakuwa Barwani. Inajulikana hilo, lipo. Labda Mzee Jusa tu pale ndo hana machanganyo, lakini wapo wengi chungu zima wamechanganya. Mimi na watoto wamechanganya wote. Kabisa kabisa, wasongosongo wawili, mdengereko mmoja. Sasa way forward kitu gani? Mzee Moyo katukanwa, kenda pale, wamejaribu, wanamtukana. Kwa nini wanamtukana? Wanajaribu kumshusha chini, kumshusha hadhi yake, ili vijana wadogo wadogo wasifahamu. Hawezi kuwa leo Mzee Hamid Emeri bora kuliko Mzee Moyo, impossible, hayumkiniki kabisa 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 kabisa. Kiti kile kilikuwa cha marehemu Mikidadi, na anajua, tukisema hivyo anajua kwamba tunajua. Kiti cha marehemu Mikidadi kakiparamia kwa gari ya mbele. Bahati nzuri Mungu kataka historia ichukue vile, lakini mzee yule akatoka akasema hakufa Mwarabu, anatutukana na sisi kwa sababu wamekufa wazee wetu, wamekufa ndugu zetu, wamekufa jamaa zetu. Na mpaka leo kama namna Pemba tunapokaa tukakumbuka madhila yaliyotokea 2001, tukajutia waliokuwa serikalini siku zile kina Mansur, na sisi chama kile na chama cha CUF leo kikakubali kusamehe, lakini still inakutoa ukumbusho ule kama indhari yalisitokeze tena jambo kama lile. Na si hilo, ni kusameheana. Wazanzibari bado tunatenganishwa. Mzanzibari halisia hapewi kitambulisho. Mzanzibari halisia hapigi kura anavyotaka. Mzanzibari halisia anatishwa hata kulala ndani ya nyumba yake. Wawakilishi wetu wale pale wengi tu, naona maudari sana wa kupiga mabuti kule, hakuna lolote linalomalizikia kabisa kabisa. Wala wasione haya, wala sisi tusione haya kuambia hawawezi, wamejipanga hivyo. Kuna njia moja tu, tulitia tamaa Dr. Shein atatufanyia kazi. Mimi mmoja nilitia tamaa sana kwa Dr. Shein, nimethubutu. Shamen yupo pale kwa kumwambia uso na macho, napata usingizi kukuona kwamba umehitimu miaka 9 katika muungano kule kama makamo. Kwa hiyo napata usingizi kwamba wewe ndio amiri jeshi hapa leo. Akanambia si 9, ni 9.5. Matokeo yake nyote mmekaa kimya kwa sababu mnafahamu ni yepi. Wananchi, nilikuwa 5, nafikiri zishafika 7. Tuvae buti. Nimeuliza vijana pale leo, ananiambia amevaa champali. Hapana, champali zitachoma miba. Buti. Tuvae buti, tumwambie wazi wazi Balozi Seif hatufai. Tusiogope. Akinitia mimi ndani, nyanyuka wewe mwingine umwambie hatufai. Na tutamwambia kwa nini hatufai, si peke yake. Sisi tuliwapa katiba yetu ya 2010 kama aliyoshika Mheshimiwa Hija na wenzake pale, na Mheshimiwa Jusa wakailia kiapo. Mansuri alilia kiapo, kakubali kusulubiwa kwa kila aina na akalala ndani wiki 2, hakutarajia. Lakini hakuikashifu katiba yetu ya Zanzibar ya 2010. Mansuri hakuthubutu. Leo tusingekuwa rafiki yetu, hakuthubutu. Balozi wametoka na wenzake wamefika mpaka ndani ya Dodoma
na kutamka hadharani wazi wazi namna gani wanatafuta mbinu ya kuifuta ile. Hiyo ni ukiukaji wa katiba, tuwafukuze. Na ndani ya majimbo yao wanajikosha, kaja anatoa Vespa, anatoa madude gani sijui na madubasho gani na madubasho gani, sisi tunamtizama kwa mbali. Ile ni kujikosha. Kwa sababu gani? Watu wake wasiamke, wajione wameneemeka. Lakini kuna kila sababu ya Mzanzibari kumwangalia na Mzanzibari mwenzake. Mimi kama nimekula mara 2, wewe umekula 3, mwenzako hakula. Kila siku wanatutangazia, na hawa hapa wawakilishi hawezi kunisuta, wanatutangazia katika umeme namna gani tunavyodaiwa nchi hii. Sisi ndio soko kubwa kabisa la umeme. Leo tunasoma kule bara, mabilioni kwa mabilioni IPTL na Escrow. Sisi umeme huku leo tunalipa 2888 kwa unit moja. Kwa nini? Ni pesa zetu hizo hizo kule zinaenemesha. Bilioni 2, bilioni 3 kule mbwa vijisenti tu. Wale vijisenti ndio waliotungia katiba, na sisi tunaipokea. Rais jana anasema pitisheni katiba achimbe mafuta. Juzi Ijumaa wanapitisha kule bili nyingine mpya ya bahari ambayo ilikuwa imelazwa kutoka mwaka wa 88 Rais Mwinyi alipokuwa rais. Walioitetea kutoka Zanzibar watu 2 kutoka CAF. Watu 2 kutoka CAF Pemba ndio waliotetea kule. Waliobakia CCM hakuna hata mmoja kanyanyuka. Watu hao tunawatakia nini? Leo mwananchi wa kawaida hajui tutadhibiti vipi na tuwadhibiti vipi wawakilishi na wabunge wanaotusumbulia na wanaotuuzia nchi yetu. Nchi yetu imeuzwa. Ile katiba pendekezwa ni ya kutuuza tu ile. Hawa kina Ali Saleh wataendelea kila siku wao wanaitetea. Wametetea toka walikotoka huko. Tena wana vigogo wakatetea. Kina Mheshimiwa Warioba, mimi nakujibuni. Hebu tujiulizeni maswala kila mmoja wetu. Kama watu hawa wana uthubutu wa kuweza kwenda kuzichakachua kura za mwananchi, mbunge akageuzwa, Mama Hamdani kageuzwa Mzanzibari, kura kaipigia Zanzibar. Na wengineo wanaiba kura ndani ya bunge. Wanaiba kura ndani ya bunge ambayo linamurikwa na ulimwengu mzima. Watashindwa kuiba kura ndani ya Zanzibar, pahali ambapo sisi tunafanya tunavyotaka na isiwe chochote. Tuvae buti. Tumefika pahali wananchi kama mwaka huu. Sheikh Amur alinielezea hadithi moja nzuri sana. Anasema jamaa walikuwa wanaenda kwenye pahala fulani kwenda kwenye medani ya ugomvi. Wakaona wanazama, uzito umezidi. Amiri jeshi akasema tutupe silaha. Lakini sisi tunaenda kwenye mapambano, akasema bana wewe tupa silaha zikatupwa. Wakasogea mbele, jamaa akasema tutupe chakula tubaki na maji. Kusogea zaidi, maji yashakuwa mazito, akasema tutupe maji. Amiri jeshi kufika pale kwa kushuka akasema hatuna silaha, hatuna kula, hakuna maji. Anambia bora tukamue kufa, tuwashinde wale ndo tule. Wakaenda wakashinda wakala. Nafikiri hikma mmeifahamu. Sisi tusifike kwenye silaha, tusifike kwenye maji, tusifike kwenye chakula. Sisi tufike pamoja. Tufike kukwambia balozi hatufai, rais hatufai kwa sababu hawezi kututetea, watoke watuache. Ile tusiliogope. Tusiliogope hata kidogo. Sisi tulijitolea tukatuleta maridhiano. Serikali ambayo nina hakika kafu kwa wakati ule, hata nafikiri wakikaa peke yao wakitusema mimi na Mansuri kwamba labda tulikuwa hatumo katika barabara ile na mzee wetu pale. Lakini tulihakikisha kwa pamoja na wao tutadeliver. Kwa nini? Kwa sababu Dr. Karume kwa nchi yake alikuwa kaamua, na Maalim kwa nchi yake sina haja ya kumweleza, mnamfahamu. Viongozi tulionao wanatudanganya. Mafuta hawana cha kuchimbia. Wasidanganye kwamba sisi katiba ile imetupa mafuta yako wapi? Hamna. Katiba itakayochimba mafuta ni katiba ya Zanzibar ambayo hawa kina wakubwa hawa wataisimamie. Kwa hiyo ananitazama, mnamuona nataka time yake, sio mimi, yeye. Mimi ninayo tu nzima kusema bado. Kwa hiyo wawakilishi wetu, aliye wakafu anatufaa abaki, aliye wa CCM apumzike. Sipigi debe kafu kwa nikisema hivyo kama mwana maridhiano. Nasema wazi wazi,
Ninachopigia debe naipigia debe Zanzibar. Kuna viongozi wadogo kule wanadanganyana. Wapo huko makatibu wakuu wako huko waliosoma tayari huko washajiita marais. Tayari wanakwenda mabio kulia kushoto wanataka kumuondoa Cheni. Na Cheni huyo ndio anawalisha kuwavisha. Alafu anakuja hapa anaonesha vidole hivi sisi ndio tunamharibia. Sisi wao wenyewe kikulacho kinguni mwako. Hilo tutalisimamia popote. Aitumie vyombo vyake, idara yake iko ile. Anaijua, nyote mnaijua idara yake nyeti. Aitumie vizuri, mpe wa maadui yake wajue anafanya nini. Kwa sababu sisi kashindwa kutulindia Zanzibar yetu. Sisi kama wana maridhiano mpaka tutakufa, tutalinda Zanzibar, tutajitolea kwa Zanzibar, na kama tulivyoweza kuwa wastahimilivu kwa mapinduzi ya 1964 na leo tukawa tunamsifu mzee Karume vizuri tu. Kama tulivyokuwa wastahimilivu tukaweza kuuana Pemba 2001, Wazanzibari tusife tena. Sisi tuliweza kukaa na kina mheshimiwa Jussa ndani ya magari tukatafuta kila njia ya kunusuru na tukafanikiwa, kwa sababu viongozi wetu wawili walitaka hivyo. Hawa wa sasa hawataki hilo, wanataka tumalizwe ili wao watutawale. Tusikubali. Asanteni sana. Mmemsikia Mheshimiwa Edi Liami, mtakaza buti, mtakaza buti. Huyo ndo mzee wa diliti futa kabisa, diliti futa madalali wote wa Zanzibar 2015. Basi tumpongezeni tena bado. Apongeze kidogo. Tunaendelea baada ya kumsikiliza Mheshimiwa Edi Liami kwa kina kabisa. Leo kazungumza kwa ufasaha mkubwa, kazungumza maneno yote muhimu na kapeleka ujumbe kila pahala. Tunaamini ujumbe umefika na ujumbe utafanyiwa kazi. Sasa kwa kuendeleza ratiba yetu, tumkaribisheni sasa kwa makofi mengi sana Brigadier General mzalendo, mwana kindakindaki, mtoto wa mwana mapinduzi halisi wa nchi hii, asiye na hofu, Mansuri Yusuf Himidi aje atuelezee hapa na atufafanue na atuelekeze wapi tunapoelekea. Mheshimiwa Mansuri, karibu. Kwa ndugu zetu walopotea, sisi sote tumekomboka. Kwa ndugu zetu walopotea, walopigania nchi yetu, makusudi ya kuikomboa. Walopigania nchi yetu, makusudi ya kuikomboa. Hatusahau maisha yetu, kwa roho zao walozitoa. Hatusahau maisha yetu, kwa roho zao walozitoa. Ndio walimu wetu waliokwisha kujitolea. Hao ndio walimu wetu waliokwisha kujitolea, na sisi hatuturudi nyuma, sote mbele tutaendelea. Na sisi hatuturudi nyuma, sote mbele tutaendelea.
kwa kulilinda taifa letu. Muhanga sote twajitolea kwa kulilinda taifa letu. Muhanga sote twajitolea. Mapinduzi! 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 Asanteni. Assalamu alaikum. Mzee wetu Mzee Moyo, mwenyekiti wa kamati ya maridhiano, Mzee Salum Rashid, ndugu Ali Saleh, mjumbe wa kamati ya Mzee Warioba, na wajumbe wenzangu wa kamati ya maridhiano na wananchi wenzangu, assalamu alaikum kwa mara nyingine tena. Ninaanza kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi kwa kutuwezesha na kutujalia sote siku hii ya leo tukiwa wazima wa afya na siha, kukutana kuzungumzia mambo muhimu yanayohusiana na nchi yetu. Inshallah kwa uwezo wake atajalia yale tunayoyatamainia o yale yenye matumaini nayo sisi waja wake ya kufanikisha kwa uwezo wake, na sisi atujalia tuondoke hapa tukiwa wazima na tuondoke pia tukiwa kwenye hali ya salama. Mimi ndugu zangu, sina maneno mengi ya kusema, wala sina jipya la kulisema. Kwa maneno ya Mzee Moyo nita noise tu kidogo. Noise ni neno la Kiingereza linomaanisha kelele au kusema sana. Kwa mimi nita noise tu kidogo, kwa maana baada ya mimi tunamtumainia ndugu yetu Jussa kuja kutupa ufafanuzi mzuri juu ya hii balaa iliyopendekezwa, na hatimaye pia tunamtumainia mzee wetu mwenyekiti wa kamati hii ya maridhiano Mzee Moyo, na yeye anayo yake ya kusema. Sasa mimi sitaki kuchukua muda mwingi, nitazungumzia mambo matatu. La kwanza ni haya maridhiano yaliyofikiwa ya Wazanzibari. La pili, hii katiba pendekezi kwa iliyopendekezwa. La tatu ambalo nitagusia kote ni mapinduzi ya 64. Maridhiano yaliyoleta serikali ya umoja ya kitaifa sio mapya kwa sisi Wazanzibari. Maridhiano na njia mwafaka ya kutibu majeraha ya kisiasa na kuunganisha jamii ya Wazanzibari yamekuwa yakitafutwa kwa miaka hadi miaka. Sote tunaelewa historia hiyo. Mimi si bingwa wa historia, sitaki niyarudie. Kwa hivyo dhana ya maridhiano au miafaka kwa nchi yetu sisi na sisi Wazanzibari sio jambo jipya. Jitihada zimekuwa zikifanywa na vyama vya siasa kabla uchaguzi mkuu wa mwanzo miaka 50 huko hadi kufikia mapinduzi, na mwaka 92 hadi hapa tulipo leo, na baada ya kila uchaguzi mkuu. Lakini dhamira na lengo ni kujenga misingi kwa lugha nyepesi ya kibinadamu miongoni mwa Wazanzibari, ili kila mmoja wetu kwa namna anavyotaka au namna anavyoamini aweze kutekeleza imani yake ya dini, imani yake ya kisiasa, na jingine lolote analoliamini ndani ya misingi ya sheria nchi yetu bila kuadhibiwa. Na siasa isiwe njia ya kuleta mtafaruku na nakama miongoni mwa Wazanzibari.
Na hilo ndo, na hayo kwa lugha nyepesi ndiyo misingi ya maridhiano, na hasa kwa vile jambo lenyewe likiwa la kheri, kwa maana kuwaunganisha watu, kuwaleta watu karibu, kuwaleta watu pamoja, wakawa wanaweza kuishi kwa kuheshimiana bila ya kutofautiana au bila kuchukiana. Kutofautiana lazima, ndani ya nyumba moja wanadamu tunatofautiana, tumbo moja wanadamu tunatofautiana, haiwi ndani ya jamii, tutatofautiana kwa mengi, lakini tofauti hiyo iwe ndio nguzo na nguvu ya kuwa na mawazo na fikra mbadala na kujenga nchi badala ya kunakamisha nchi. Tofauti isiwe adhabu kwa mtu, bali heshima kwa utu wake. Hiyo ndo misingi ya maridhiano, na lolote lilokuwa la kheri na wanadamu haliwezi kuwa baya. Na ndo maana wakati uliopofika wa kusimamisha haya maridhiano yaliyoleta serikali ya umoja wa kitaifa, wengine hatukuhofia wala kurudi nyuma, tulisimama kidete, na mpaka hii leo hatujajutia kwa kitendo hicho, kwa sababu ni faraja kubwa mwanadamu unapoishi na wanadamu wenzio na ukaona matunda ya utulivu wao, ukaona na ukafaidi matunda ya kusikilizana kwao. Na hapa ndipo wananchi tunapaswa kuwa makini sana kwa wanasiasa. Mwanasiasa anayehubiri mtengano, mwanasiasa anayehubiri chuki, Wazanzibari tunapaswa kuwa makini sana dhidi ya watu hao, kwa maana siasa na mwanasiasa kazi yake ni maendeleo ya watu, kazi yake ni ustawi wa watu, kazi yake ni umoja wa watu, kazi yake kuhuisha maisha ya watu, iwe kwenye elimu, iwe kwenye afya, iwe kwenye uchumi wao, kwa maana kwenye mifuko yao. Lakini mwanasiasa awe wakafu au wa CCM ambaye anayehubiri utengano wa watu, hasa sisi Wazanzibari, basi huyo hana nia njema na sisi. Na jamii ya Wazanzibari haitobadilishwa na wanasiasa, bali Wazanzibari wenyewe, kwa sababu mwanasiasa ni binadamu. Mwanasiasa anaweza kukupotosha. Mwanasiasa, hasa sisi wanasiasa wa nchi hizi maskini, tunatizama zaidi matumbo yetu, na katika kutizama hilo tumbo hajali kumpotoza mwenziwe au kumpotosha mwenziwe. Kwa hivyo Wazanzibari tuwe makini sana sana juu ya wanasiasa ambao wanahubiri utengano na suitafahamu miongoni mwa Wazanzibari. Wazanzibari tumetoka mbali, tumeshapata sulubu mno, tumekiwa tukichukiana bila ya sababu za msingi, na kila mtu ikawasie. Ukiwa CCM kama huzungumzi lugha zinotakiwa na wale wahafidhina wa CCM, basi we si mtu na sie. Ukiwa kafu na ikiwa huzungumzi lugha za kihafidhina za kikafu, unaambiwa na wao si mwenzi wao. Mmenifahamu? Lakini jamani, sasa tutaishi vipi ndani ya nchi ikiwa unalazimishwa lazim aidha uwe kafu au uwe CCM? Kwa nini? Na sisi, na ndo hapo ndo contradiction au kuto kufahamiana kwangu na hawa wapinduzi wa leo. Maanake kuna wapinduzi wa leo wanakwambia wao wamepindua. Wamepindua saa ngapi? Huo ndo ukweli. Mmekuta ishapinduliwa, ndio ukweli wenyewe. Huyu bwana Salim Bimani alinipa vioo vingi hapa, akaniita Brigadier General. Mimi si Brigadier General. Marehemu baba yangu alikuwa Brigadier General Yusuf Nyusi. Mimi si mpinduzi, sikuzaliwa mimi bado 64. Unaweza kuniita mtoto wana mapinduzi, na hicho ukiniita hivyo kwangu mimi ni jambo la faraja sana, kwa sababu imani yangu juu ya mapinduzi mimi sijapata kuficha.
lakini pia ninaheshimu mawazo ya wengine juu ya mapinduzi yale. Mimi ninawajua watu hawataki hata kuyasikia mapinduzi, ninawajua na fikra zao ni tofauti kabisa na zangu, lakini ni fikra na maoni yao kama mimi nilivyokuwa na fikra na maoni yangu. Si sababu ya watu kuhitilafiana na kuchukiana. Bahati mbaya misingi hiyo ndiyo iliyotulea Wazanzibari, na Wazanzibari kwa lugha nyepesi ya mjini, kama hatujagutuka tukaamka tukaanza kutafakari juu ya wale ambao wanataka kutuongoza, basi tutaangamia. Tuwe makini sana kupima watu aina hiyo na kujua nini misimamo yao juu ya umoja wetu, ustawi wetu na mahusiano yetu Wazanzibari aidha na Watanganyika na sehemu nyingine ya dunia. Na ndio maana kwenye nchi zenye demokrasia zilizopevuka, zilizoendelea, kiongozi anachunguzwa mno. Wewe ukitaka kuwaongoza watu, basi wanakuweka chini ya microscope. Wataanza kukuchunguza tangu kuzaliwa kwako, baligh yako, kama ulivuta bangi, ulilewa, ulikwiba, ulimzinia mke wako, unachunguzwa. Na wanataka kujua juu ya swali hili wewe umesimama wapi. Utaulizwa kwanza, hebu tuambie baba, kwenye swali la muungano wa Tanganyika na Zanzibar umesimama wapi? Kwenye swali la kuruhusu jambo fulani wewe umesimama wapi? Kuhusu swali la uchumi wetu wewe umesimama wapi? Mpaka watu waridhike ndio wampe ridhaa. Hapa kwetu hatuna utamaduni huo. Mansuri kaletwa na chama, nenda naye. Chama kimesema Mansuri bomu, ndio shakaa naye tena vyama vyote hivi, CUF na CCM, sisi tunabeba, sisi tuna meza. Watu wanakuambia katiba pendekezi ndio yenye maslahi ya Zanzibar, wengine wote hao wanataka kuwarudisha Waarabu. Kama alivyosema ndugu yangu Edi, japo kwa lugha hizo sizipendi, kwamba kuna haja gani ya kumrudisha Waarabu wakati Waarabu wenyewe tupo hapa hapa. Nini nimekusudia? Si mnatuita Waarabu, tuko hapa hapa. Mimi nikienda Arabuni napanga mstari kwenye kidirisha cha kugongewa visa, na nifahamu. Lakini ningekuwa Mwarabu nisingepiga mstari. Nikiteremka hapa kwetu, njia yangu naambiwa pita pale, unapita tu. Si kwa kwenu kupangi mstari, utapanga mstari mkiwa wengi. Kwa bara nyie kwa hivi sasa tunaitwa Watanzania na sisi Wazanzibari, mlango wenu ule unapita, uko kwenu. Ukenda kwa wengine huko tunakoambiwa Arabuni huko, utasimama kwenye mstari. Pasipoti itapekuliwa, utaambiwa uoneshe visa. Akiwa na maswali atakuuliza umekuja kufanya nini, utakaa siku ngapi, kwenye begi kuna kitu gani. Na pia yule officer of immigration ana haki ya kukwambia pale pale visa unayo, lakini hujanikalia vizuri wewe, rudi kwenu. Kwetu wapi? Zanzibar. Sina pengine na nyinyi hamna pengine. Na ndio maana maridhiano kwa ustawi wetu sisi Wazanzibari, jamani, tunalia njaa, hali ya maisha ngumu mno. Tunatamani maendeleo yalofikiwa na wenzetu ulimwenguni, lakini pia hiyo kazi si ya serikali peke yake, ni kazi yetu sote. Vipi itakuwa yetu sote tukigutuka, tukaamka, tukawa watu wa kufikiri, sio watu wa kuburuzwa, ikawa tunahoji wanasiasa wetu, tunawawajibisha wanasiasa wetu, na kutokukubali tunachoambiwa na sisi tukameza tu, watatupeleka pabaya. Tena ninasema wote, wa CCM na wa CUF.
Kwa nini mnahisi nyinyi kuna watu, na kwa bahati mbaya sana ninalazimika kulisema hili kwa sababu nimewasikia, kuna wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM, tena kamati kuu ni wajumbe ni chombo cha juu kabisa katika Chama cha Mapinduzi. Nimewasikia wakisema hadharani kwamba maridhiano sasa mwisho. Tunafika hali hiyo wakati ile maridhiano ni sera ya chama hicho ya amani na utulivu, na hawakemewi, wananyamaziwa kimya. Unaanza kujiuliza sasa, pemesibu nini? Watu wema hawapo kule, wenye akili hawapo, watu wenye kutafakari au tafakuri hawapo. Kunaendelea nini hata ikawa umoja ndani ya nchi umekuwa dhambi? Sasa utulivu ndani ya nchi leo ikawa dhambi. Watu kuishi kwa kupendana, kuheshimiana, kuendana harusini, mazikoni, yote ni katika kudumisha umoja na usawi wa jamii hiyo. Na uchumi haui ikiwa jamii yenyewe haina usawi. Nyinyi mnafanya uchumi gani ikiwa hamuelewani wenyewe? Kwako hutoki, kuna uchumi hapo? Likiwa lako linabaki kwa lako peke yako, ndio kuna uchumi hapo? Haiwezekani. Lakini wanafanya hivyo kwa sababu ikiwa watu wanatofautiana, kuna politics, wazungu wanasema of impunity, kwa maana siasa za kufanya lile ambalo unalitaka kulifanya, kwa sababu tena wanawekeana himaya na hakuna mwingine anayemwajibisha mwingine. Sababu vyovyote tupokuwa sisi tunaingia katika uchaguzi kuchagua chama na viongozi tunawataka kwa lile ambalo wewe una matumaini nalo. Kuna matumaini ya pamoja ambayo inakuwa ya wengi, na kuna matumaini yako wewe mtu mmoja mmoja. Na ukishakuwachagua wale wana wajibu wa kuitumikia nchi yao kwa mujibu ya katiba na sheria za nchi zilivyo. Lakini leo hii kwenye mitafarakano hii, watu kuto kufahamiana, kuna watu wanavuna, kwa sababu huna la kuambia. Ukiwaambia utatiwa ndani, ukiwaambia watatumia nguvu. Na pakiwa na kuelewana na utawala wa sheria ndio unaongoza, basi ni aghlab wananchi nao kuwa na sauti kubwa. Wananchi wakiwa na sauti kubwa ndipo nchi inapoendelea. Wananchi wanapokuwa na sauti ya kusema bila ya hofu ndipo nchi inapoendelea. Ni bahati mbaya sana, ni bahati mbaya sana. Mimi nawajua watu ambao anaweza akakufuata akakwambia, umemsikia kiongozi wa CCM yule amesema serikali ya umoja wa kitaifa basi na haya maridhiano sasa basi. Ukimuuliza, wewe kwa nafasi yako ndani ya jamii ilivyo na Mwenyezi Mungu alivyokujalia, mbona unanyamaza kimya, husemi? Anakwambia, wakati wangu bado. Sema wewe bwana kidume, wewe bwana, wewe watu wanakutumainia wewe. Jamani, tunakosea. Kwa sababu Mansuri naweza nikasema lile ambalo nalitaka mie kulisema na wewe ukafuata tu. Lazima imefika wakati wa Zanzibari tuwache uoga. Tuwache uoga. Mwenyezi Mungu ametuamrisha kwenye umoja na kupendana, sio dhambi. Maridhiano sio dhambi, maridhiano ni kheri. Tusihofie kusemea kheri kwa sababu tu hutopendeza kwa chama kinachotawala. Usihofie. Na tukihofia sote atatusemea nani? Maana kila mmoja anakuambia, mimi wakati wangu utafika. Tena wengine wazito hao. Tena Mwenyezi Mungu amewajalia na hii nchi imewanyanyua. Anakuambia, I'm waiting, my time will come. When will your time come? The time is now.
Wazanzibari wenzangu, nchi inataka kusemewa leo. Usisubiri kesho, kesho haipo. Na maridhiano haya ni kheri kwetu sisi. Na ndio maana mzee Moyo hachoki, mzee Salum Rashid hachoki, pamoja na umri wao, pamoja na waloyaona na walopitia na juhudi zao kwenye uhuru wetu. Leo tuna noise sisi hapa, tunapiga kelele hii. Ingekuwepo Muingereza hapa, tungesema sisi? Tungekuwa sisi si huru, tungesema leo hapa? Isingekuwa hayo mapinduzi kwa mfano kwenye juhudi za kina mzee Moyo, mimi ningesimama hapa? Hapana. Lakini we are free, na freedom hiyo na uhuru huo lazim tuulinde leo, sio kesho. Na nawaambia hao wanotuchochea sisi kwamba nenda wewe, kwamba msione tunawaitikia kwa sababu linapendeza lile jambo, linatuchukiza kwa sababu wewe unachochea wenzio, wewe umekaa kwako. Mwenzako akitia ndani, watoto wake wanapata tabu, mke wake anapata tabu, wewe unapanda ndege unakwenda nchi nyingine, kishindo kidogo tu washapanda ndege washaondoka. Lakini wepesi wa kuwachochea wenzi wao. Sasa hizi salamu nitaka nizifikishe kwa sababu kuna watu ndani ya nchi hii Mwenyezi Mungu amewajalia neema kubwa katika siasa, katika kipato, lakini wamekuwa nyuma mno. Tena wanasema lakini kwa kujificha. Haiwezekani hivyo. Zanzibar inatakiwa kusemewa leo. Nchi hii inataka itetewe leo, sio kesho. Na tukiacha kusema leo, kesho haipo. Na watu wanaposema kwa maridhiano sasa basi, wala usimuone yule anafanya mzaha. Nimekwambieni hapa, anasimama mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, chombo ambacho ndio kinopanga mikakati ya chama kile, anakuambieni sasa basi. Wanaleta lugha za kibaguzi na sisi tunasherehekea. Lakini pia tuna tatizo la kwamba ndani ya nchi yetu hakuna taasisi zenye nguvu zisiofungamana na pande hizi za siasa. Hapo pia tuna tatizo. NGO aidha ya CUF au ya CCM, wanasheria aidha wa CUF au wa CCM, wanafunzi wa chuo kikuu aidha wa CUF au wa CCM, kwa sababu wote hawa wanaogopa kunyoshewa vidole, kuambiwa kwamba wewe siye neutral, kwa maana wasofungamana hawapo. Na ndio maana kukemea sehemu hizi mbili panakuwa na tatizo kubwa sana. Mfano, labda mimi naweza nikawa mmoja wapo, lakini bahati nzuri chama kimoja kimenifukuza. Wamenifukuza. Na huwa nasikia lugha, yule bwana kafu yule, na mtu anavyoisema utafikiri umeua, umefanya vitendo vya kinyama dhidi ya wanadamu wenzio na jamii fulani. Lakini mie si mwana kafu, kwa maana mie sina kadi ya kafu, japo mpenzi wa chama hicho. Mpenzi wa Maalim Seif Sharif Hamad, na nishajitolea kwamba nataka sio kusimama ubavuni au nyuma yake, nataka kusimama mbele yake katika mapambano ya ukombozi. Ile ni hiari yangu mimi, na ndo maana ya utukufu wa mapinduzi kwangu mimi, kwamba ndani ya nchi hii liwe liwalo nitachagua lile ambalo mimi nalitaka. Na kwa sababu kama siwezi kuchagua haya mapinduzi, ya maana gani? Si nitakuwa mtwana atumie. I will be a prisoner of conscience. Ndio, mimi nitakuwa mtekwa tu siku zote. Ikiwa unazungumza mapinduzi ya Januari 12, halafu ndani ya nchi hii ukaogopa kwenda pahali fulani, kupita pahali fulani, kuchagua kitu fulani,
ndani ya mipaka ya sheria. Halafu unaniambia wewe mapinduzi daima? Si mnafiki tu wewe? Ndio maana ya mapinduzi daima ni maendeleo endelevu ya misingi yake, ikiwemo uhuru wetu, freedom. Na mimi siwezi kukubali nikalazimishwa, na ndio maana siwezi kukubali watu kututoa kwenye mstari wa mapinduzi yale, kwa sababu misingi yake ilikuwa kuondosha madhila. Ikiwa kusudio na msingi wake kuondosha madhila, huwezi kuendeleza madhila, huwezi kuendeleza mfarakano na ukajita mrithi wa mapinduzi yale, mnafiki. Mmenifahamu vizuri? Ikiwa dhana ya mapinduzi ni kuondosha madhila na kuleta jamhuri ya watu wa Zanzibar, ili utawala tuwe tunaupanga sisi, hakuna aliye juu na aliyekuwa chini, huwezi kuendeleza misingi ile. Lazima uendeleze freedom ya watu, uhuru wa watu, umoja wa watu, kuheshimu utu wa watu. Ikiwa hata jinsia, misingi ya uhuru na utu wao kwa misingi ya jinsia, huwezi kubagua mwanamke wala mwanamume. Nimalizie kwenye hili la maridhiano kwa kusisitiza kwenu Wazanzibari wenzangu, hili si la vyama vya siasa. Vyama vya siasa ni chombo cha kufikia